Lakini jambo jingine pia ndugu zangu ambalo nimeona pia ni muhimu tukashare pia kwa pamoja ni kuhusu mwenendo wa usalama wa mkoa wetu kwa ujumla wake. Mnafahamu hapa nyuma mkoa wetu pia ulipata itilafu ya baadhi ya wahalifu kuweza kuharibu mkoa na baadhi ya wahalifu pia kuweza kuharibu miundombinu. Naomba niwaeleze kwa dhati kwamba miundombinu yote ambayo ilikuwa imeharibiwa mpaka muda huu tunapozungumza ipo on progress katika kuirudisha upya ili Watanzania waendelee kupata services zao. Kwa mfano, zipo baadhi ya ofisi za TRA, ipo miundombinu ya barabara kama hii miundombinu ya barabara ya mabasi yanayo kwa kasi. Zipo baadhi ya ofisi za watendaji wa serikali za mitaa. Zipo baadhi ya ofisi za Chama cha Mapinduzi. Zile ofisi zote ambazo serikali inahusika nazo, ikiwa ni pamoja na serikali za mitaa, vituo vya polisi, TRA, tumekushaanza kurudisha huduma na pengine kwa kukarabati upya au kwa kujenga upya ili ziwe bora zaidi. Na pale ambapo tumeendelea kusikia kuna viashiria vyovyote vile vya kuendelea kutishia ama kuvunja amani, tumeendelea pia kutoa elimu kwa Watanzania wenzetu na hasa Dar es Salaam na kuonesha umuhimu wa mkoa huu kwamba tusirudi tena katika hali ambayo ilitukuta hapo nyuma. Mkoa huu ni mkoa muhimu, ni mkoa ambao utakapofungwa huduma nyingi zinaweza zikalala ndani ya mkoa na hata nje ya mkoa wetu. Kwa hiyo ni washukuru sana waandishi wa habari, ni washukuru sana wa Dar es Salaam kwa kuendelea kuwa mabalozi sahihi wa neno amani, kwa sababu katika amani ndio tunapata kila jambo. Na zaidi pia ni washukuru sana wadau na hasa viongozi wa dini, viongozi wa taasisi za kidini, viongozi wa asasi za kiserikali na zile sio za kiserikali na wadau wengine wote kwa ujumla wao, kwa kuungana mkono kuwa haki na amani ni kama mapacha. Lakini tunaongeza neno wajibu kwamba haki na amani ni kama mapacha, lakini bila kusahau wajibu ambao umetajwa katika vitabu vyetu na umetajwa vile vile katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa mantiki hiyo, siku ya leo tarehe 31 mwezi wa 12, nafahamu ya kwamba kutakuwa kuna mikesha mingi makanisani, kutakuwa kuna mikesha mingi maeneo mbalimbali ya starehe. Ni watoe wasiwasi wa Tanzania wa Dar es Salaam kwamba endeleeni kusherekea sherehe hizi za mwaka mpya vizuri, lakini kila mmoja katika kusherekea awe balozi mzuri wa neno amani. Zamani tulizoea kusherekea sherehe hizi kwa kupiga mafataki na kuchoma matairi kama sehemu ya shamra shamra. Nadhani tumia nafasi hii kushauri tena kwamba kwa sababu ya vile viashiria vilivyotokea hapo nyuma kidogo, kipindi hiki ni vizuri tukasherekea bila kuleta taharuki ya aina yoyote. Si busara wala si vema tena kusherekea kwa kuchoma matairi, kwa sababu nafahamu ya kwamba matairi hayakutumika vizuri. Kwa hiyo huu sio muda tena kuanza kuchoma matairi au kuanza kupiga mafataki bila kupata kibali maalum kutoka jeshi la polisi. Ni vizuri jeshi la polisi likakuongoza na pengine majirani wakafahamu na watu wengine pia wakafahamu, ili kuto kuleta mishtuko na vitu ambavyo vitakuwa havina maana. Lakini pia niendelee tena kuwaomba viongozi wote wa dini na wala sio viongozi wa dini kuendelea kutumia siku hii na katika mikesha yetu kuhubiri masuala ya amani kwa Watanzania, kuhubiri masuala ya amani kwa Dar es Salaam, na pengine kuhubiri mshikamano, udugu na masuala mengineyo yanayohusiana hayo. Tukijielekeza huko, ninaamini kabisa kwamba sote tutakuwa na uungwana wa kujenga mkoa wetu wa Dar es Salaam ambao umekuwa ni mkoa muhimu kwa Mtanzania wa aina yoyote.